Kwenye kila kipindi kigumu cha kimaisha ambacho utakipitia, kuna watu lazima watainuka na kukuuliza, yuko wapi Mungu wako? Na mara nyingine hawa watu huwa hawatoki mbali, ni watu wa karibu yako, uliokula nao, uliowasaidia, uliocheza nao ule mchezo wa mdako, uliosoma nao. Tena watu wengine umewasaidia na kuwashika mkono. Watakufurahia saa unapita kwenye kipindi kizuri, kwa sababu ya kipindi cha amani ambacho unakipitia, kwa sababu ya cheo ulicho nacho, kwa sababu ya hali ya kiuchumi nzuri ulionayo. Siku ambayo utajua hujui, pita kwenye kipindi kigumu, fulia uone, biashara yako ife uone, ndio utajua ya kwamba hukuwa na marafiki ila ulikuwa na viatu. Walikuja kwenye meza yako kwa sababu unacho. Walikuja kwenye maisha yako kwa sababu uchumi wako uko vizuri. Walikuja kwenye meza yako kwa sababu kila kitu kwenye maisha yako iko salama. Lakini pita mahali pagumu uone. Na kama unafikiri Natania akamuuliza Yesu alipokamatwa, hata wanafunzi aliokula nao, waliozunguka naye, maandiko yanasema wote walimkimbia. Na katikati ya hicho kipindi kigumu, Mungu akainua mpita njia anaitwa Simoni Mkirene, ndiye akamsaidia kubeba msalaba. Lakini kina Petro, kina Marko, kina Yohana walitimua mbio, na kuna mahali wanasema huyu mtu hatumfahamu kabisa. Kwani unaona tunafana naye? Hatumfahamu. Na ndio maana ni muhimu sana kuomba Mungu akuinulie watu sahihi, na kama kuna marafiki wanafiki kwenye maisha yako, Mungu akutenge nao kwa jina la Yesu. Kama kuna marafiki wanaokuja kwa sababu kwenye ndoa una amani, biashara yako ina amani, kwenye maisha yako kila kitu kiko salama, lakini ukipita mahali pagumu watakukimbia, hao marafiki Mungu akutenge nao. Akuinulie Simoni Mkirene, ambaye haji kwenye maisha yako kwa sababu ya status ulionayo, ila anakuja kwa ajili ya kusimama na wewe kwenye vipindi vyote kwenye maisha yako. Iwe kipindi cha machozi, atasimama na wewe. Iwe kipindi cha kicheko, atasimama na wewe. Na ikiwa una marafiki wanafiki, Mungu akutenge nao kwa jina la Yesu.